Vipi IRGC imefikia kuwa na nguvu na uwezo unaoshuhudiwa hivi sasa? Je, jeshi hili la Iran lina nguvu kuliko jeshi la Marekani na Israeli? Maadhimisho ya mwaka huu ya kutimiza miaka 48 ya kuasisiwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC yametoa mguso zaidi katika duru za kisiasa na za vyombo vya habari kuliko ilivyowahi kushuhudiwa katika maadhimisho ya miaka iliyopita. Katika siku 40 za mapambano ya kihamasa, IRGC ikiwa bega kwa bega na vikosi vingine vya ulinzi ilitoa vipigo vikali na vya kushangaza kwa utawala wa Israeli na Marekani. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu pamoja na jeshi la Iran ni sehemu ya vikosi rasmi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. IRGC imetajwa kwa uwazi kabisa ndani ya katiba ya Iran. Jeshi hilo la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu lina historia na rekodi ya kipekee inayolipambanua na vikosi vingine vya kijeshi duniani. Baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, Iran ilijikuta kwenye kitovu cha misukosuko na dhoruba kali. Hata mwezi mmoja ulikuwa hujapita tangu ushindi wa mapinduzi, wakati makundi mbalimbali ya kisiasa yalipoonyesha mwelekeo wa kutaka kunyakua mapinduzi hayo. Makundi ya ubeba silaha ya Kimaksi na mrengo wa kushoto, Fadayen Halk, kundi la Munafikina MKO, na makundi ya ubeba silaha ya kupigana kujitenga katika maeneo ya Kurdistan, Turkmen, Sahara, Khuzestan na Sistan na Baluchestan, kila moja ilikuwa ikitafuta fursa ili liwe kwa namna fulani na sauti na ushawishi katika mustakabali wa Iran. Jeshi ambalo lilikuwa limeutumikia utawala wa Pahlavi kwa miaka mingi lilikuwa lijasambaratika, na Imam Khomeini alitilia mkazo liendelee kudumishwa, lakini ilihitajika kazi kubwa hadi kufikia kwenye hatua ya kuwa jeshi la mapinduzi. Maadui wa nje nao pia walikuwa wakitafuta fursa ya kuyasambaratisha mapinduzi kwa njia ya kuchochea mapinduzi ya kijeshi au kuzusha machafuko ya ndani. Ni katika mazingira hayo ndipo Imam Khomeini, kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu, mnamo tarehe 22 Aprili mwaka 1979 alitoa amri ya kuundwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Kutokana na mtazamo wa kiroho na kidini aliyokuwa nao, Imam Khomeini alikuwa tangu mwanzo na dukuduku la mambo mawili. Kwanza ni kudumishwa sura ya wananchi ya mapinduzi, na pili ni kuzuia mapinduzi yasije yakageuzwa kuwa wenzo wa kutumiwa na makundi yanayonyemelea fursa. Kwa hakika, kuundwa kwa IRGC kulitoa jibu la madukuduku hayo mawili. Amri ya Imam Khomeini ilisomeka hivi: kwa madhumuni ya kuyalinda mapinduzi ya Kiislamu na matunda yake, itaundwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Baada ya miaka 48, ibara hii nyepesi sasa imebadilika kuwa moja ya nguzo kuu za usalama wa taifa wa Iran. Lakini kuna swali la kujiuliza hapa: kwa nini IRGC imeundwa ili iwe mlinzi wa mapinduzi na si kulinda nchi pekee? Jibu linapatikana katika itikadi ya mapinduzi yenyewe. Mapinduzi ya Kiislamu hayakuwa mapinduzi ya kisiasa tu, yalikuwa mapinduzi ya kijamii, kiutamaduni na ya tunu maalum pia. Maadui waliokabiliana na mapinduzi ya Kiislamu hawakuwa watumiaji wa vifaru na mizinga tu. Vita vyao vikuu vilikuwa vya kulenga utambulisho na tunu na maadili ya Iran. Kwa sababu hiyo, IRGC ilikuwa tangu mwanzo imekabidhiwa mission si ya kujizatiti kisilaha tu, lakini pia kulinda amani na utamaduni wa mapinduzi. Katika miezi ya kwanza baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, IRGC ilibeba jukumu la kutekeleza kazi ngumu na ya kuainisha hatima ya nchi, kukabiliana na makundi ya wabeba silaha huko Kurdistan, kuhakikisha usalama unapatikana kusini na mashariki ya nchi, kukabiliana na wabeba silaha wanaopinga mapinduzi katika jiji la Teheran na miji mikubwa mingine, na kuzima njama za mapinduzi ya kijeshi ikiwemo ya jaribio la mapinduzi la Nuze. Misheni hizo tofauti, tata na ngumu mno, hazingeweza kutekelezwa na njama zake kuzimwa kwa kutegemea silaha tu na jeshi la Classic. Mingi ya migogoro hiyo ilizimwa na kudhibitiwa kwa nguvu laini zisizo za kijeshi na kuyapa sura ya umma mapambano dhidi ya vitisho mbalimbali vilivyoyaandama mapinduzi ya Kiislamu. Wakati wa vita vya miaka 8 vya kulazimishwa vilivyoanzishwa na utawala wa kibaadhi wa Saddam, jeshi la walinzi wa mapinduzi lilibeba jukumu la kuandaa jeshi la kujitolea la wananchi Basij katika kupambana na jeshi la utawala wa kibaadhi wa Saddam. Vita hivyo vya miaka 8 vilivyoanzishwa na utawala wa Saddam hatimaye vilimalizika na dikteta huyo wa Iraq akalazimika kukubali uhalali wa mkataba wa Algiers wa 1975, mkataba wa makubaliano ambao mnamo Septemba 1980 Saddam alisimama na kuuchana chana mbele ya kamera na kuanzisha vita vya miaka 8 dhidi ya Iran kwa tamaa ya kuiteka Teheran ndani ya muda wa siku 3 tu.
Miongoni mwa majukumu muhimu zaidi yanayotekelezwa na IRGC, mbali na majukumu ya kulinda mamlaka kujitawala ya ardhi na tunu za mapinduzi ya Kiislamu, ni kuimarisha uwezo wa kijeshi na kiulinzi wa Iran, kutokana na Iran kubaki peke yake katika uga na medani ya kimataifa, na kwa kuzingatia vikwazo vikali vya silaha vilivyowekewa Jamhuri ya Kiislamu. IRGC ilijikita na kuelekeza juhudi zake katika kujiwezesha kumiliki teknolojia ya makombora na ndege zisizo na rubani. Busara na usahihi wa uwekezaji huo umedhihirika katika operesheni 4 za Ahadi ya Kweli na mapambano dhidi ya majeshi mawili ya kisasa na yanayomiliki silaha za nyuklia, yaani Marekani na utawala wa Kizayuni. Operesheni 4 za Ahadi ya Kweli na mapambano ya kihamasa ya siku 40 ya kukabiliana na uchokozi wa utawala wa Kizayuni na Marekani yameudhihirisha ulimwengu uwezo mkubwa wa Iran wa kuzuia hujuma na kuwashikisha adabu wachokozi. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.